Naam, wazazi na wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Kangaru kaunti ya Embu wametoa wito wa kuondolewa mara moja kwa mwalimu mkuu wa shule hiyo pamoja na matron kutokana na madai ya kuendesha shule vibaya na unyanyasaji wa wanafunzi. Jumapili usiku, mamia ya wanafunzi walifanya mgomo wakitembea kwenye mvua na kuondoka katika shule hiyo iliyo katika barabara kuu ya Embu. Tukio hilo lilifuata jingine la shule ya upili ya Kangaru Boys jirani lililotokea usiku uliotangulia. Wazazi wamehusisha hali hiyo na uongozi mbaya wa mkuu mpya wa shule ambaye aliteuliwa miezi mitatu iliyopita. Baada ya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Kangaru katika kaunti ya Embu kufanya mgomo na kuelekea nyumbani siku ya Jumapili usiku wakipinga uongozi wa shule, wazazi wa wanafunzi hawa walifika shuleni humo wakishinikiza kuondolewa kwa mwalimu mkuu wa shule hiyo na mlezi wake. Sisi tunaomba wale wanafanya watoto wetu wakae vibaya mwagome, especially the house mother ama huyo mama ambao anakaanga na watoto. Tafadhali tunaomba serikali yenyewe na the BOG na school department administration wote huyo watoto huyo mama atolewe kabisa, kwa sababu anachapa watoto wetu. Hata kuna wengine wako na hata vidonda na polisi mwenyewe sasa amekuja kuleta sheria zingine hapa. In fact tunasema hata kama ni kuenda aende sasa, kwa sababu hatuoni akisaidia watoto wetu. Na hivi kama Kangaru ile shule ambayo ametoka, sisi tunajua kwamba hiyo grade ilikuwa inapata Kangaru ilikuwa juu ya hiyo grade. So akituletea hiyo grade alikuwa anapata hapa, bado sisi hatumtaki hapa. Wazazi hawa wakidai kuwa mwalimu huyu mkuu na aliyeletwa shuleni humo takriban miezi mitatu iliyopita amebadilisha jinsi shule ilivyokuwa inaendeshwa na hata visa vya wanafunzi kudhulumiwa na kunyimwa huduma bora shuleni vikiripotiwa. Kuna principal alikuja hapa akitoka St. Teresa Girls na alikuja na maneno yake mpya. Ya kwanza ni matusi kwa watoto, na akakuja na timu yake inaitwa ya rugby team ambayo ilikuwa inapewa special treatment hapa na ikafanya watoto wetu wapate dhuluma. Akakuja tena na mfanyikazi wake wa nduka, zile school canteen, zile vitu watoto walikuwa nauziwa mbei ikafanywa mara 3 na zingine zikakuja ni kama mandawa ya kulevya kwa ile nduka. So tena mwalimu mkuu alichapa mtoto wa form 4 vibaya sana kwa ofisi yake, ikafanya watoto wakasirike. Kuna matron, nasikia matron, sijui dom mother, whatever, nao walikuwa wanachapa watoto na wanabebesha mawe, punishment, wavieke nyasi. Wazazi hawa wakizungumza wakati wakirejesha wanafunzi shuleni, waliweka wazi kwa shule haikuwapa ripoti kwa wanao wamefanya mgomo na kutoka shuleni. Aidha wamedai kuwa wamefanya mazungumzo na baadhi ya washikadau wa elimu shuleni na katika kaunti ya Embu na kueleza matakwa yao. Wakati tumeitwa tukaambiwa turudishe watoto shuleni na tukuje na wazazi, ndio maana tuko hapa na tumeongea the issues zenye zili affect watoto wetu walituambia, halafu tukakuwa na engagement na the board of management. The sub county director of education was here wa ministry na sub county director wa TSC was also in and the board of management. So we have addressed our issues na tumeongea and we have come to a conclusion. Tukaambiwa watoto wetu na we have agreed hawata kuwa victimized in any way. Mary Kialo, makala ya elimu na undugu.